Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Naam, ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, tunaanza na darasa yetu ya nahau kama tulivyoazimia kwamba ni wajibu wetu sisi Waislamu kusoma ili tupate kujua dini yetu, hususan kitu cha muhimu ambacho tunachotakiwa tuzingatie katika masomo yetu ni elimu ya nahau, kama wanawazuoni walivyotangulia kusema na katika kauli zao mbalimbali, ikiwemo katika kushajiisha maneno ya kutilia umuhimu masomo haya ya nahau au ya lugha ya Kiarabu. Kuna mmoja alishawahi kuzungumza akisema, as-sarfu ummul ulumi wa nahau abuha. Alisema kwamba sarfu ni ummul ulumi, ni mama wa elimu. Elimu ya sarfu, kuna elimu ya sarfu. Elimu ya sarfu ni elimu ya kuswarifisha maneno. Mfano, neno jaa linabadilika kuja katika hali tofauti tofauti, ni kule badilisha neno moja kulitoa katika hali moja kuipeleka katika hali nyingine. Hiyo ndiyo maana ya sarfu. Sasa sarfu wanawazuoni wanasema kwamba ni ummul ulumi, ni mama wa elimu. Elimu zote mama yao ni sarfu. Wakasema wa nahau abuha, na nahau, elimu ya nahau ni baba wa elimu zote. Kwa maana yake ni muhimu sana kuzingatia hususan masomo haya ya lugha ya Kiarabu, kwa sababu tunafahamu sisi Qur'ani yenyewe imetelemka kwa sigha ya Kiarabu, kwa kuzingatia anatelemshiwa mjumbe wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Mwarabu, ndio maana akatelemshiwa Qur'ani kwa kuzingatia lugha yake ili afahamu na wafahamishe wengine. Sasa sisi hatuwezi kufahamu dini yetu kama tumeiweka mbali lugha ya Kiarabu, tofauti na wengine wanakushajiisha kuweka masomo mengine au lugha nyingine kuweka kipaumbele na kuipuuza lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tumeona kuna umuhimu na ipo haja ya kujifunza lugha ya Kiarabu ili tuweze kutambua mukhtasari, walau kwa mukhtasari, dini yetu, ili tuweze kuongozeka duniani na kwa Allah tunapokutana naye. Na leo tumeazimia kuanza kitabu kinachoitwa As-Sullamu Suudi. Ni kitabu cha shekhe ambaye ni shekhe mkubwa sana, anatokea katika sehemu ya Tanga. Sehemu ya Tanga, ni shekhe mkubwa, ametunga vitabu vingi vya nahau, lakini sisi leo tutaondokea kitabu kinachoitwa Sullamu As-Suudi. Ni kitabu kizuri, ni kitabu chenye manufaa makubwa sana. Kwa hiyo inshallah, bila ya kupoteza muda, tutaanza kutuma darasa zake ili tupate faida. Tunahusiana sana haswa kusikiliza darasa hizi, kwa sababu ni darasa muhimu, ni darasa ambazo zitakazo kufanya wewe usiwe ni yatima. Kama tumetoka kuyasema maneno ya mmoja katika wanazuoni wakisema kwamba sarfu ni mama wa elimu na nahau ni baba ya elimu. Kwa maana yake usije kwa yatima ukakosa elimu ya nahau, kwa sababu ukikosa elimu ya nahau unakuwa ni yatima. Sababu yatima anapojulikana, yatima kama ni yatima anakuwa hana baba. Huyu ndio yatima kwa upande wa kibinadamu, lakini kwa wanyama yatima ni yule asiyekuwa na mama. Kwa hiyo tujitahidini haswa kusoma elimu ya nahau ili tuweze kufahamu kwa mukhtasari yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuambia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.